Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeendelea leo Oktoba 15 katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, mshtakiwa Tundu Lissu kuendelea kumuuliza maswali ya dodoso shahidi wa pili wa Jamhuri John Kahaya. Egbert Alfred ametuandalia taarifa ifuatayo. Kesi hiyo iliyoanza majira ya saa 3:37 ilianza kwa mshtakiwa Tundu Lissu kuendelea kumuuliza maswali ya dodoso shahidi namba 2 kutoka upande wa Jamhuri John Kahaya kama kutoa kauli tu au kuongea maneno sio na haliwezi kuwa kosa la uhaini, ambapo mshtakiwa majibu yake yote alisema hafahamu. Aidha, mshtakiwa ameendelea kumuuliza shahidi kuwa hiyo video ya Aprili 3 ilichapishwa kwenye Jambo TV na kwenye mitandao mingine ya vyombo vya habari, huku mshtakiwa akijibu suala la vyombo hivyo kuchapisha video hizo hafahamu. Kuhusu suala la mkutano wake kurushwa mbashara na Jambo TV, shahidi alijibu ndio, mkutano huo ulirushwa Aprili 3 mbashara. Mshtakiwa aliendelea kumuuliza maswali shahidi kama anakumbuka flash disk iliyokuwepo na kumuuliza kama aliambatanisha na ukubwa wa flash hiyo kwenye maelezo yake ya ushahidi, na shahidi kujibu hakuambatanisha ukubwa wa flash hiyo katika ushahidi wake na bado flash yenyewe hajaiwasilisha mahakamani. Akizungumza mbele ya majaji watatu wakiongozwa na Dastan Ndunguru, bado mshtakiwa aliendelea kumuuliza maswali shahidi wa pili wa upande wa Jamhuri kati ya mashahidi 30 kama katiba inasema kuwa tume ni chombo huru na hakitakiwi kuingiliwa na chombo chochote hata serikali, na badala yake kijiendeshe chenyewe. Shahidi alisema hajui. Baada ya kujibu swali hilo, mshtakiwa alimsomea shahidi ibara ya 74 kifungu cha 7 na 11 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu uhuru wa tume kujiendesha yenyewe. Aidha, Lissu alimuuliza kama serikali haina maamuzi ya kuendesha uchaguzi mkuu, huku mshtakiwa akijibu ndio, ni kweli haina uwezo huo kwa sababu tume haingiliwi na chombo chochote ikiwemo serikali yenyewe. Kuhusu kuitaja serikali katika hati yake ya mashtaka, shahidi alisema ndio, alitaja serikali, hali iliyompelekea mshtakiwa kusoma upya hali ya mashtaka inayomkabili na baadaye shahidi kusema kuwa hajaitaja. Hata hivyo, mshtakiwa alimuuliza shahidi kama anajua waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI na wakurugenzi kuwa wasimamizi wa uchaguzi wa serikali za mitaa na huteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shahidi alisema hajui kama wanateuliwa na rais. Kesi hiyo imeahirishwa hadi kesho Ijumaa Oktoba 16 mwaka 2025, ambapo mshtakiwa ataendelea kumuuliza shahidi wa pili wa upande wa Jamhuri maswali ya dodoso. Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam. Shukran sana Egbert kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiendelea kusalia kunako mahakama